Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Leo tupo katika kituo cha mayatima cha Kinyasini katika jimbo la Mtambwe. Huu ni miongoni mwa miradi ya kimkakati ambayo mimi kama mwakilishi niliutafuta kwa muda mrefu, kwa sababu katika jamii yetu tuna changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinatukumba, na moja ya changamoto ni mayatima. Kila sehemu ambayo nilikuwa napita mayatima, nilikuwa naombwa kupata msaada wa ujenzi wa nyumba. Kwa hiyo nikaona ipo haja ya kuandika mradi ili nitafute ufadhili kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za mayatima ambazo zitaweza kuisaidia jamii yangu ya jimbo la Mtambwe. Nashukuru alhamdulillah, kituo hichi hakijazinduliwa rasmi, lakini nawashukuru wafadhili. Niliandika mradi, wafadhili wakauangalia. Ni mradi wa kimkakati na wakaona ipo haja kweli kwa mujibu wa proposal wenyewe, na wakatujengea kituo hichi chenye nyumba 15, na mpaka hivi sasa tayari mayatima familia zimeshahamia hapa. Nuridul janna, nuridul janna. Na katika moja ya jambo zuri ambalo tunalifanya ni kufuata policy ya serikali ya kutowanyang'anya familia watoto wao. Sisi tumejenga nyumba na tukakubaliana na mfadhili kwamba nyumba hizi tutawamilikisha mayatima wenyewe. Kwa hiyo yule mama tunammilikisha nyumba, kwa hiyo hatumchukui yatima wake, isipokuwa tunakuja yeye tunampa nyumba, baadaye anaishi hapa. Kwa hiyo hii ni fezi ya kwanza, lakini fezi ya pili ya mradi huu ni kujenga miundombinu ya kuwasaidia hawa ambao wataishi hapa, hususan kujiwezesha kiuchumi. Kwa hiyo tunayo milango ya maduka ambayo kwa mbele tumefungua kama vitega uchumi, lakini pia tuna mradi wa kilimo ya irrigation kwa fezi ya pili. Kwa kukubaliana na mfadhili, tutajenga irrigation system kwa nyuma huku ili kuweza kusaidia mradi huu. Huu ni mmoja kati ya miradi mikubwa ambayo tumeifanya katika jimbo la Mtambwe, lakini niwaahidi wananchi wa jimbo la Mtambwe kwa fezi ya pili ambayo tumeshaianza hivi sasa ni ujenzi wa nyumba za kaya maskini. Tunazo familia ambazo zina changamoto kubwa ya makazi katika jimbo letu la Mtambwe. Wa vijana wetu halafu tutawakabidhi baadaye kwa familia zote zilizopo hapa. Kila familia, nadhani kila mtoto atapata bahasha yake inshallah. Lakini kwa upande wetu sisi Hayatul Atfal pia mama nao, kila mama atapata shilingi 10,000 inshallah. Katika jimbo langu la Mtambwe ninazo kaya maskini ambazo wengi wao wamekuwa wakinidai makazi, nyumba. Tumeanza kujenga baadhi ya nyumba. Niwaahidi katika miaka 5 hii inshallah tunaenda kupambana kupata mradi mkubwa kama huu wa kujenga nyumba ambazo hatutakuwa na complex kama hii, lakini tutajenga nyumba katika maeneo husika kwa mujibu wa mtu anapoishi. Na tumeanza katika shehia ya Piki na Kisiwani, tunazo baadhi ya nyumba ambazo tumejenga, na target yetu ni kujenga angalau nyumba 15 mpaka 20 mpaka miaka 5 ukimaliza. Hapa tumejifunza mengi, miongoni mwa ambayo tumejifunza ni mashirikiano, lakini pamoja na kuwasaidia hawa ambao wanastahili kusaidiwa kama mayatima na wengineo. Ushauri wangu kwanza kabisa kwa wale wote ambao waliofanikisha hili, akiwemo Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Suleiman, bila shaka ndio sababu kubwa ya kupatikana hapa, na washirika wote wasiache kheri hizi, waendelee nazo wakiwemo katika wadhifa na nje ya wadhifa inshallah, na Allah walipe kila la kheri. Na hapa muda si mrefu tuna miradi mingine mikubwa ambayo tunategemea kuitekeleza, ikiwemo miradi ya uchimbaji wa visima, takriban visima 10 katika jimbo letu la Mtambwe, ambao si muda mrefu vitaenda kuanza. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa yale ambayo niliwaahidi wananchi, na naendelea kuyatekeleza, na niwaahidi tu kwamba nitaendelea kuyatekeleza yale yote ambayo niliwaahidi wananchi, na kushirikiana nao kuangalia changamoto nyingine, ukiacha zile changamoto za kawaida ambazo tunazitatua za kila siku. Zipo changamoto ndogo ndogo ambazo ni za kila siku, lakini hii ni miradi mikubwa ya kutatua changamoto kubwa za baadaye kwa miaka 20-30 ijayo.